Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwa kuwa mstari wa mbele katika kutangaza amani, upendo, maadili na usawa miongoni mwa wananchi wa Tanzania bila kujali tofauti zao za kiimani, kisiasa au kijamii. Bashungwa ameeleza hayo jijini Dar es Salaam wakati alipomwakilisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katika futari ya viongozi wa dini na wadau wa amani Tanzania iliyoandaliwa na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Naomba nitumie nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mlimwalika kuwa mgeni rasmi, kwa kuniamini na kunituma ili niweze kumwakilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu alipenda kujumuika pamoja nasi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kitaifa ikampendeza nitume nimwakilishe. Naomba kwanza nimshukuru yeye kwa kuniamini, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na viongozi wa JMAT niwashukuru pia nyinyi kwa kuridhia ili mimi niwe mwakilishi wake, na nyinyi naomba niwashukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu anawatumieni salamu na ameahidi panapo majaliwa mwakani kwenye tukio kama hili atakuwa pamoja nasi inshallah. Na nitumie fursa hii nimshukuru sana Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kunipa jukumu la kumsaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wizara ambayo moja ya majukumu yetu pamoja na majukumu yetu ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama, wananchi wetu pamoja na mali zao, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pia ina jukumu la kutoa huduma kwa viongozi wa dini na taasisi zetu za dini. Naomba nitumie nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani yake kwangu na maelekezo yake kwamba wizara hii angependa kuona inakuwa karibu sana na viongozi wa dini na taasisi za dini. Mheshimiwa Rais na serikali anayoongoza awamu ya 6 ni serikali ambayo inafanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini na taasisi za dini, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha wizara hii inayoiongoza inaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu. Na mimi naomba nitumie nafasi hii kuahidi Mheshimiwa Mufti pamoja na viongozi wote mlioko hapa wa dini, maaskofu, tutaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu sana. Wizara hii ni ya kwenu, muda wowote mtakapotuhitaji tutakuwepo tayari kwa ajili ya kuwahudumia. Sasa naomba baada ya utangulizi huo niseme maneno machache ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu alitamani kuyasema kama angeweza kujumuika nasi. Ndugu Mwenyekiti, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajivunia mchango mkubwa ambao Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT inautoa katika kuhakikisha kuwa tunaendelea kuwa na jamii iliyo na amani na utulivu pasipo kujali tofauti zetu za kiimani, kiitikadi na kiutamaduni. Ndugu Mwenyekiti, JMAT imekuwa mstari wa mbele katika kutangaza amani, upendo, maadili na usawa miongoni mwa wananchi wa Tanzania bila kujali tofauti zao za kiimani, kisiasa au kijamii. Serikali inaunga mkono juhudi hizi na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano katika juhudi zenu za kujenga jumuiya yenye kuamini katika maridhiano pale ambapo kutatokea tofauti za kimtizamo au itikadi katika masuala ya kijamii. Huu ndio msingi wa falsafa ya 4R ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza kama msingi wa kujenga jamii yenye upendo, amani na mshikamano. Ndugu Mwenyekiti, nchi yetu imekuwa ikitajwa kama kisiwa cha amani. Hii inatokana na misingi tuliyowekewa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akishirikiana na hayati Abedi Amani Karume na marais wote walioliongoza taifa letu la Tanzania. Hii ni tunu muhimu ambayo tunapaswa kuhakikisha kuwa tunailinda na kuidumisha kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu Mwenyekiti,
Mwezi huu umekuwa ni mwezi wa baraka katika nchi yetu na dunia nzima, kwa kuwa watu wa imani mbalimbali, hasa Waislamu, ndugu zetu Waislamu na sisi Wakristo, tunashiriki ibada ya kufanya toba kwa kufunga na kujinyima kupitia mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu na Kwaresma kwa Wakristo. Hivyo huu mwezi wa ibada, mwezi wa kujinyima na mwezi wa kujitafakari kwa ajili ya maendeleo ya kiroho na kijamii. Ndugu mwenyekiti, mwezi wa mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma ni kipindi cha kipekee, kwani pamoja na kuwa ni kipindi cha kufanya toba, lakini pia ni kipindi cha kuwakumbuka wahitaji na kutoa sadaka. Kutokana na hayo, mwezi mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma unasaidia kujenga jamii yenye upendo, umoja na mshikamano. Hivyo, ninaomba kutoa rai kwa waumini wa dini zote kuwa mambo mema tunayoyatenda katika kipindi hiki yaendelee kuwa sehemu ya maisha yetu hata baada ya hiki kipindi cha mfungo kuisha. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na jamii iliyo bora na kuendelea kuifanya Tanzania kuwa kisiwa cha amani. Ndugu mwenyekiti, ni muhimu kuelewa kuwa amani na mshikamano sio tu maneno, bali ni maadili yanayotakiwa kuishi ndani ya kila mmoja wetu. Mshikamano ni nguzo muhimu katika jamii yoyote, na ni muhimu kuendelea kuhimiza wananchi wa kila dini, itikadi na tamaduni kuishi kwa upendo na umoja. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha kuwa tunaheshimiana, tunajali na kusaidiana ili kujenga jamii yenye usawa na amani. Naye Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir aliwasihi wananchi kuendelea kulinda amani na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Pia aliwahimiza viongozi wa dini kuendeleza mahubiri ya amani wanapokuwa katika nyumba zao za ibada. Mwaka ambao unahitaji kulelewa zaidi ya amani na kutunzwa katika miaka yote, mwaka huu kiwango chake ni cha juu zaidi. Tuendelee kuitunza amani, tusijaribu kuachia viashiria vya aina yote vinavyoweza kuharibu amani katika nchi yetu. Tujaribu kueneza neno la amani na kulifundisha na kulihubiri kwa nguvu zote na kwa namna zote. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Sheikh Alhad Musa Salum, aliongoza hafla ya utoaji wa tuzo za heshima kwa viongozi mbalimbali, wakiwemo waasisi wa jumuiya hiyo, akiwemo Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete na Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda. Tuna tuzo ambazo tungeomba Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha, ni kuombe uje hapa tufanye kazi moja ya kutoa tuzo za heshima, kwa viongozi mbalimbali. Kwanza kabisa tunayo tuzo ya muasisi wa jumuiya hii ambaye ni Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Kikwete pamoja na Mzee Pinda. Mtazamaji, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X kwa jina la Sat Media, lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Sat Media. Mimi ni Jacqueline Martin.